Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, ndugu jamaa na marafiki, kwa heshima kubwa tunawakaribisha katika sherehe hii maalum ya kumshukuru Mungu na kuadhimisha siku ya watoto njiti duniani. Kabla ya hapo, wodi hii ilianzishwa mwaka jana Julai 2024 ikiwa na wauguzi 3 na daktari mmoja. Kabla ya hapo hatukuwa na wodi ya watoto wachanga, tulikuwa tumechanganya wodi ya postnatal. Ila mwaka jana Julai tukawa na wodi maalum ya watoto wachanga ambao wakiwa wamejumlishwa humo na watoto ambao hawajafikisha siku zao. Shukrani za awali. Tunatoa shukrani za dhati kwa uongozi wa hospitali, serikali na wilaya nzima, wadau mbalimbali wa afya pamoja na wazazi wanaotupa ushirikiano mkubwa katika kulea watoto hawa maalum. Pia tunakushukuru wewe Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kuwa nasi leo. Hakika ni heshima kubwa kwa familia ya wodi namba 3. Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu kuanzishwa kwa wodi hii tumeshuhudia mafanikio makubwa ambayo kwa hakika yanatupa nguvu na kuzidi kuendelea mbele. Tumefanikiwa kuokoa maisha zaidi ya watoto 150 ambao wamezaliwa kabla ya siku, wengi wakiwa wanatoka wilaya yetu na wengine wakiwa wanatoka nje ya wilaya jirani ikiwemo Mbogwe na maeneo jirani. Pia tumefanikiwa kupata vifaa maalum vya kuokoa maisha ikiwemo Radiant Warmer mashine 2, CPAP mashine 1, concentrator mashine 1, phototherapy 1. Pia tumefanikiwa kupata mafunzo maalum kwa wauguzi ambao wamo kwenye wodi hii pamoja na daktari. Kwa hiyo wote tuna uzoefu, tumepata mafunzo na tunaweza kuwakea vizuri watoto au premature. Pia kuna ongezeko la rasilimali watu. Tulianza na wauguzi 3, lakini mpaka sasa tuna wauguzi 7 na daktari 1. Endelee kumtunza, usikate tamaa, utatia moyo na watu wengine. Najua kuna kina mama wengine mwingine kukaa huku zaidi ya mwezi mmoja inaweza ikawa ni changamoto. Unaweza ukawa wewe unajitahidi lakini familia yako kule nyumbani haifanyi kama wewe unavyofikiria, lakini bado kwa sababu mama tumepewa jukumu la kulea, linakuwa ni jukumu lako mama, unafanya kama sehemu yako na wewe unatoa mchango, kwa sababu yuko mwingine anaona kama ni kazi, huyu mwanaume labda anijali, familia yani upande mwingine hawanijali, lakini wewe fanya, tena usifanye kwa manunguniko. Fanya kwa furaha, kwa sababu unafanya kwa kuwa unatimiza wajibu wako. Kumbuka wanasema mtoto akiwa mbaya anakuwa wa mama, si ndio? Lakini mtoto akiwa mzuri ni wa baba. Kwa hiyo si akina mama tuna jukumu kubwa la malezi kubwa kabisa. Akiwa mbaya tunaambiwa wa kwetu, kwa sababu mama kwa kawaida huwezi kumtupa mtoto wako. Kwa hiyo ndio ile dhana kwamba anakuwa ni wa mama. Kwa hiyo endelea tu kutunza mtoto wako, haijalishi mazingira ulionayo. Tuendelee kuhamasisha hata wale anazaa mtoto wake labda hata sijui anaamua kumtelekeza, anamwacha sehemu nyingine. Mama unakufa na mtoto wako, kama vile tembo alivyo na mkonga wake. Kwa tembo anashindwa na mkonga wake? Hashindwi. Sasa sisi mtoto tumembeba tumboni, hawezi kutushinda. Sawa, mwisho utafika. Kama ambavyo naona watoto wetu hapa wako wazuri, wanaendelea vizuri, najua kwa sababu mama ulisimama na ukafanya nafasi yako. Nichukue nafasi hii kukushukuru sana mkurugenzi kwa tukio hili. Tunaweza kuliona dogo, lakini kwetu sisi watumishi wa idara ya afya ni tukio kubwa. Hawa kina mama kama walivyosema wauguzi, wengi wao tunakaa nao kwa zaidi ya mwezi. Watoto wanazaliwa wadogo kabisa, hata kilo 1 hajafika. Kwa hiyo tuwezi kumtoa hapa mpaka angalau amefika angalau hata kilo 2. Sasa tunakaa nao kwa muda mrefu, wanahitaji msaada kwa muda mrefu. Wakati mwingine sisi tunachangishana kununua pampers, kuwafanya wamama wasikate tamaa. Na kwa mchango wako huu uliotoa, kwa kweli umetutia moyo kwamba kitu tunachokifanya ni kizuri, kuendelea kuwatia moyo akina mama wenzetu, kuwasisitiza kama alivyosema mkurugenzi, mtoto ni zawadi.
haijalishi amekuja kwa namna gani, tunampokea na tunasaidiana kama jamii kuhakikisha tunamkuza. Sasa jamii tunayoshirikiana nayo ni pamoja na sisi kama watoa huduma, lakini ni msaada wa familia na watu wanaotuzunguka kule kwenye jamii. Kwa hiyo tunakushukuru sana mkurugenzi kwa kuja. Kwa kweli tumefurahi, umetutia moyo, na hawa akina mama pia watakuwa mashahidi kuwapa nguvu akina mama wengine. Tunatamani kila mwaka tufanye tukio kama hili. Inawezekana baada ya miaka 3-4 watakuwa wanakuja watoto wenyewe wakiwa wasichana wakubwa au wavulana wakubwa. Leo tumejaribu kutafuta watoto ambao ni wakubwa kidogo, ambao tuliwahudumia kwa miaka ya nyuma. Wengine wako mashuleni, wengine walihama, kwa hiyo tumeshindwa kuwapata. Kwa hiyo hawa tunawafuatilia na tunahakika baada ya miaka kadhaa watakuwa wanakuja wenyewe wakiwa wanacheza, wanakimbia wenyewe, ili watumike kuwa mfano kwa kina mama wengine. Wasikate tamaa, inawezekana kabisa. Tunahitaji tu kutiana moyo, tunahitaji kusaidiana kwenye jamii, tunahitaji pia kusaidiana kwenye huduma zetu za afya. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza kina mama, kazi mliofanya ni kubwa sana. Kuendelea kutunza watoto katika ule udogo wao, katika ule unjiti wao mpaka wanapokuwa, tunawapongeza sana. Sio kitu rahisi, sio kila mtu anaweza. Wengi sana wanakata tamaa. Nimekuja hapa, mtoto alikuwa na kilo 1 na pointi 1, lakini alishuka hadi gramu 700. Alafu na maziwa nilikuwa sina, ndio maana alikuwa anashuka. Hivyo napenda kumshukuru Mungu sana kwa kile alichonifanyia, kwa kitendo kikubwa alichonifanyia, na madaktari wa hapa, shukrani za dhati zile kwa mbarikiwe.